macho yangu humwelekea Bwana daima, naye hatanitoa miguu yangu katika wavu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni... Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 3 ya Kwaresma katika mwaka huu A wa kanisa. Na masomo yetu ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 hadi aya ya 7. Na somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya kwanza hadi aya ya pili na aya ya 5 hadi aya ya 8. Somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 4 aya ya 5 hadi aya ya 42. Tusikilize Injili takatifu. Yesu alifika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, wala yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda akamuite mumeo, uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Sasa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masia, aitwaye Kristo. Naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye.
Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini, au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi, bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja hupanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma myavune yale msiyoyataabikia, wengine walitaabika, nanyi mmeingia katika taabu yao. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale wa Samaria walipomwendea, walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Neno la Bwana. Wapendwa wana wa Mungu, wapendwa watoto wa Mungu, taifa la Mungu. Ndugu zangu, leo katika Injili takatifu Yesu anakutana na mwanamke Msamaria katika kisima cha Yakobo, na mazungumzo yao yanahusu maji ya kunywa, lakini ndani yake ni zaidi ya maji ya kunywa. Wapendwa, kuhusu huyu mwanamke Msamaria, kwanza utambulisho wake alikuwa ni Msamaria. Na ukizingatia Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Kulikuwa na utengano kati ya Wayahudi na hawa Wasamaria. Pili, kutokana na wanawake wake. Ndugu zangu, wanawake walitakiwa kuwa kimya kwa uwepo wa Rabi. Lakini cha kushangaza, huyu mwanamke anaongea na Yesu, anaongea na huyu Myahudi, anaongea na huyu Rabi. Na tatu, huyu alifahamika kuwa mdhambi kwa kuwa alikuwa na wanaume zaidi ya mmoja. Ndugu zangu, nipende kuambia kitu kimoja. Daima ukiangalia vizuri neno la Mungu, ujumbe wa Mungu, habari njema, kwa sehemu kubwa haibagui, haichagui. Inakidhi mahitaji ya kila tamaduni, kiasi kwamba habari njema hii inapomfikia kila mtu wa kabila fulani, kila mtu wa lugha fulani, kila mtu sijui wa utamaduni fulani, kila mtu sijui wa huka fulani, kila mtu sijui wa umri fulani, inakidhi mahitaji yake yote. Na ndio maana sasa hii habari njema inapokuja kuwajia haya makundi mawili yalijitokeza katika somo hili la Injili takatifu, yani Wayahudi na Wasamaria, ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo analeta muunganiko. Ule utengano uliokuwepo kati ya Wayahudi na Wasamaria, yeye anakuja kuvunja. Anauvunja kwa mazingira gani? Anauvunja kwanza katika hali ya kuongea
au mazungumzo kati ya Wasamaria na Wayahudi. Jambo la pili, anavunja desturi ambayo ilikuwa imejengeka kwa mwanamke kudharaulika kiasi kwamba asiwe na sauti ya kuweza kujieleza, asiwe na sauti ya kuweza, asiwe na uhuru wa kujieleza mbele ya mwanaume. Na hususani mwanaume, ukimwangalia hapa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwamba si mwanaume tu, lakini ni mwalimu. Ni mwalimu ambaye anafahamu maandiko matakatifu, anafahamu mafundisho, na amekuwa akiwafundisha wanafunzi, ndio maana anaitwa rabi. Kwa kitendo cha huyu mwanamke kuongea na rabi, maana yake kwa desturi ya Wayahudi ilikuwa ni kitu ambacho hakitakiwi. Hivyo tunaona Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndio neno lenyewe, ujio wake, utimilifu wake, anakuja kuleta umoja, kuondoa utengano uliokuwa umejengeka kati ya taifa, kati ya pande hizi mbili, yani Wayahudi na Wasamaria. Kwa kitendo kama hiki kinatutangazia kwamba habari njema siku zote, habari njema inaleta umoja. Habari njema siku zote haileti mtafaruku. Habari njema siku zote inaleta usuluhishi. Habari njema siku zote inaleta faraja. Habari njema hii ambayo ndio neno lenyewe, ndio Kristo mwenyewe. Lakini habari njema hii ambaye ni Kristo mwenyewe analeta msamaha kwa mwanamke huyu katika hali yake ya dhambi. Ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo unamsaidia na kuweza kumrudisha kundini. Kwa ndugu zangu, ni kitu gani ambacho tunajifunza? Hususani hili jambo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo analizungumzia kwa sehemu kubwa kuhusiana na haya maji ya kunywa anayomwomba mwanamke. Na anapomwomba huyu mwanamke, Kristo anamjibu kuhusu maji ya uzima. Na huyu mwanamke anagundua kwamba maji anayozungumzia Kristo si maji yale ambayo yeye alikuwa anafikiria, yale maji yaliyokuwa katika kisima kile, kiasi kwamba hata anamuuliza, sasa chombo chako kiko wapi cha kuweza kutekea, maana hichi kisima ni kirefu. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anamuelezea kuhusiana na maji ya uzima. Na hata chakula ambacho wanafunzi wanakuja kumuuliza ni chakula cha kawaida ambacho kama wanadamu wamekuwa wakikitumia, lakini Kristo anachowajibu ni kuhusiana na chakula cha uzima. Wapendwa taifa la Mungu, kila mwanadamu ana shauku, kila mwanadamu ana hamu kubwa sana ya kufikia kile ambacho anakitamani. Tupo katika hali ya mahangaiko, tupo katika majaribu mengi ambayo tunapitia katika maisha, na pilika zetu zote za kila siku ni kuweza kuhakikisha kwamba tunafikia kile ambacho tunakitamani. Lakini ndugu zangu, kwa sehemu kubwa mara nyingi tunajikuta tumefikia lile jambo ambalo tunalitamani, lakini bado hatutosheki, bado haturidhiki. Kwa mfano, mtu mwingine unakuta labda na uhitaji wa kiasi cha pesa kama milioni 1. Haya, ameshaipata hiyo hapo. Kwa kupata ile milioni 1, anaona mbona bado nina mahitaji mengi sana, kiasi kwamba hataki itumie ile milioni 1 inaisha, na mwisho wa siku ile hamu ambayo alikuwa nayo ya kuweza kuipata ile milioni 1 anaona kama haijakidhi chochote, anaona kama bado ana uhitaji mkubwa. Kwa kumbe ndugu zangu, tunapojikita sana katika mambo haya ya ulimwengu, katika hivi vitu ambavyo tunaviona kwa macho, mara nyingi wakati mwingine huwa tunajidanganya pale ambapo tunafikiria kwamba vinaweza kukidhi haja yetu, vinaweza vikatufanya ndio tukapata amani zaidi, vinaweza vikatufanya tukawa na furaha zaidi. Kwa mfano, wewe fikiria huyu mwanamke. Kwanza huyu mwanamke ni kwamba alifikiria kwamba huyu Bwana wetu Yesu Kristo hayajui mambo yake aliyoyafanya kwa siri, kiasi kwamba anapokuja kumwelezea anashangaa ameyajuaje, kwa kuwa alikuwa hajatambua kwamba anayeongea naye ni nani. Kwa ndugu zangu, kitendo cha huyu mwanamke kuambiwa kwamba umeweza kutembea hata na wanaume 5,
hata huyo uliye naye si wa kwako. Manake Kristo anauzungumzia undani wa mtu. Kristo anazungumza kile kitu ambacho ndicho kilichopo yule mtu, kiasi kwamba anafikiria hakuna mtu mwingine anaweza kujua. Kumbe ndugu zangu, wakati mwingine tunavyojikita katika hali ya uongo, tunafikiria kwamba tumejificha. Hapana, mbele ya Mungu tuko wazi kabisa. Mbele ya Mungu hakuna anayeweza kujificha. Mwenyezi Mungu anaona kila kitu. Kwa ndugu zangu, katika hali kama hii tunaona wazi kwamba kwa nini huyu mwanamke alikuwa na wanaume wote hao. Wakati mwingine ni kwamba huyu mwanamke inawezekana alikuwa anamtafuta mwanaume huyu, anaona bado haridhiki. Anafikiria kwamba nikimchukua huyu mwanaume labda tutaishi kwa upendo. Nikimchukua huyu mwanaume labda tutaishi kwa amani. Nikimchukua huyu mwanaume labda vile ambavyo mimi na huyu mwanamke anafikiria kwamba sasa atakuwa kama ameshafika mbinguni. Kila kitu, suluhisho la kila kitu litakuwa limefanya nini? Limepatikana. Lakini anajikuta mambo ni yale yale. Mwanadamu ni yule yule, ana madhaifu yake. Anaweza akawa sawa katika upande huu, ana udhaifu upande huu. Mwanaume alikuta labda amekamilika katika jambo hili, lakini ana madhaifu yake. Anakuja kwa mwanaume mwingine na ana madhaifu yake. Kwa ndugu zangu, tupo katika hali ya mahangaiko. Tupo katika hali ya mahangaiko ambayo mwisho wa siku suluhisho la kile ambacho tunakitafuta ni kipi? Ukamilifu ambao tunautafuta ni upi? Pale ambapo tunahisi kiu, je, ni maji gani ambayo yatatusaidia sisi kuweza kukata kiu, tusione kiu tena, kama ambavyo mwanamke anavyoelezwa na Bwana wetu Yesu Kristo? Kristo ana maji ya uzima ambayo huyo mwanamke akiyatumia hataweza kuona kiu kamwe. Kama ambavyo tumeona kwenye somo la kwanza, taifa la Israeli lilipokuwa linatoka utumwani Misri, wameshavuka bahari ya Shamu na kuweza kuingia katika nchi ya ahadi. Wamekuwa wakipita jangwani. Tunafahamu hali ya jangwani ipoje? Hakuna maji. Mwisho wa siku hawa watu wanafanya nini? Wanahisi kiu. Wanakuja kumnung'unikia Mungu kupitia Musa. Wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Hicho ni kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3. Kwao wanamnung'unikia Musa. Na Musa naye akiwaangalia anawaonea huruma, na mwisho wa siku anamuuliza Mwenyezi Mungu. Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipigia mawe. Tunaona ujeuri wa mwanadamu. Ujeuri wa mwanadamu pale ambapo anakuwa mkaidi, na mwisho wa siku katika ukaidi wake anapokuja kupata matatizo anaanza kumkufuru hata Mungu. Taifa la Israeli wameokolewa na Mungu. Pale ambapo wanaletwa katika hali ya furaha zaidi, mwisho wa siku anamsahau yule aliyewaleta katika hali ile na kuweza kurudi katika hali ya dhambi. Wanaporudi katika hali ya dhambi na kupata matatizo, wanaanza tena kumnung'unikia Mungu. Wamepita katika hali ya jangwa badala ya kuwa wavumilivu ili Mwenyezi Mungu aweze kutimiliza mpango wake, lakini bado wanaona hawapatiwi kitu chochote. Ndugu zangu, shauku yetu ipo wapi? Kiu yetu ipo wapi? Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tunahimizwa. Mwenyezi Mungu ndiye maji ya uzima. Mwenyezi Mungu ndiye awezaye kutupa chakula kinachoshibisha roho zetu na tusione njaa tena. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutupatia maji ya uzima kiasi kwamba tusione kiu tena. Kwake ndiko kuna ukamilifu, kwake ndiko kuna utimilifu wote. Hivyo tuwe watu wa kunyenyekea. Tuwe watu wa kumtegemea Mungu na kumtumainia yeye, ili siku zote tuweze kupata mahitaji yetu ya kuweza kuhakikisha kwamba kweli tunakuwa na amani na furaha na utulivu wa kweli. Maisha yetu ya dhambi mwisho wa siku ndio yanayotupelekea tuweze kutafuta mambo ya dunia ambayo hayatutoshelezi, hayakati kiu,
hayatushibishi vile ambavyo Mwenyezi Mungu anatushibisha kwa maji ya uzima na chakula cha uzima. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, kupitia huu upendo na ukarimu wa Bwana wetu Yesu Kristo anaoonyesha kwa huyu mwanamke huyu anapata badiliko kubwa sana katika maisha yake. Anatoka katika hali aliyokuwa nayo, katika mawazo aliyokuwa nayo, katika hali ya mazingira yaliyojengeka kwake kutokana na utengano uliokuwepo kati ya Wayahudi na Wasamaria. Anarudisha na kuweza kuona kwamba kumbe huu utengano ambao upo hautusaidii chochote. Kristo anarudisha urafiki, Kristo anarudisha umoja, kiasi kwamba hawa Wasamaria wengine ambao huyu mwanamke ameenda kutangaza habari njema wanakuja kunufaika na wenyewe wanakuja kushuhudia. Kwa kumbe, ndugu zangu, ushuhuda wa huyu mwanamke Msamaria unawasaidia kuwakomboa na Wasamaria wengine na kuweza kutambua kwamba kumbe kuna Wayahudi ambao wanaweza wakafanya mambo pamoja na sisi tukaonja upendo kutoka kwao. Kristo ni Myahudi, amekuja kukaa pamoja nao, wakati haikuwa desturi ya Myahudi kukaa na Msamaria pamoja. Basi wapendwa taifa la Mungu, kuna haja gani ya kuweza kuendekeza migogoro yetu kiasi kwamba tunatengana? Wengine hamkai nyumba moja, wengine mwisho wa siku hamkai sehemu moja kula chakula pamoja. Yote hiyo ni kutokana na mambo ya chuki, mambo ya wivu, mambo ya tamaa, mambo ya ubinafsi. Hivyo vitu vyote vinaleta utengano katika maisha ya mwanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo anapotuletea maji ya uzima, Bwana wetu Yesu Kristo anapotuletea chakula cha uzima, ni kutuonyesha upendo wa dhati na ukarimu aliokuwa nao, ambao nasi tunatakiwa kuiga maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo ili apate kutusaidia kuishi vizuri kwa upendo pamoja na ndugu jamaa na marafiki na majirani zetu. Lakini katika yote manake ni kuelekea katika hali ya kutenda mema, tukiungana na ujumbe wa Kwaresima Baraza la Maaskofu Tanzania: ndugu, msichoke kutenda mema. Basi wapendwa taifa la Mungu, tuombe neema ya Mungu ipate kutusaidia tuwe wavumilivu, tuwe wanyenyekevu, tuwe wenye upendo wa dhati, tuwe watu wa msamaha, na katika yote haya tukubali pia sisi wenyewe kushuka pale ambapo tunakuwa tunawakosea wenzetu, ili kuweza kuleta amani na mshikamano katika jamii zetu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.